Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante. Mwana, kwenye kundi B la Yanga kwa upande wa kombe la klabu bingwa barani Afrika tumeshuhudia Yanga wakipangwa na Al Ahly, mabingwa mara nyingi wa kombe la klabu bingwa barani Afrika. Lakini pia tumeona mipangwa na AS FAR Rabat kutoka Morocco, lakini pia JS Kabylie ni moja kati ya timu ambazo ziko kwenye kundi la Yanga kutoka kule Algeria. Sasa tutakuwa tunamtazama mpinzani mmoja by moja na matukio ambayo pengine ametoka kuyafanya hivi karibuni. Sasa tukianza na JS Kabylie, wana ni moja kati ya timu ambayo sio ngeni sana kwenye masikio ya watu, na si ngeni kwa wale ambao ni wapenda soka. Pengine wameshakwisha kuiona ikicheza, lakini nikukumbushe hii JS Kabylie ndio timu ambayo mara baada ya Abdrak Benshika aliyekuwa kocha wa klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba kuondoka ndani ya klabu ya Simba, alielekea pale JS Kabylie, na mara baada ya kuelekea pale alikwenda na baadhi ya nyota kutoka ndani ya klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba, kama nakumbuka Baba Karisari pamoja na Sedio Kanuti. Lakini mpaka sasa hivi JS Kabylie ina Baba Karisari ambaye amewahi kukipiga ndani ya klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba, ndiye ambaye anacheza pale. Lakini Sedio Kanuti aliondoka, na baada ya kuondoka kwa sasa anaitumikia klabu ya Azam. Baada ya kuondoka kwa Sedio Kanuti, lakini pia Abdrak Benshika naye pia aliondoka akaelekea Usma ya Algeria, na sasa ni kocha wa timu ya Modern Sports ya pale Egypt. Kwa hiyo ndiyo JS Kabylie. Sasa bana, hivi majuzi JS Kabylie ambaye ndiye mpinzani wa Yanga kwenye kundi B, na ndiye mpinzani ambaye anaonekana kama mwepesi hivi, yani kama ni mpinzani ambaye hapewi nafasi ya kuweza kutinga hatua ya robo finali. Lakini bwana, klabu ya JS Kabylie ya nchini Algeria ambayo imepangwa kundi B na Yanga katika hatua ya makundi ya ligi ya mabingwa Afrika bwana, imefanikiwa kushinda goli 4-1 dhidi ya El Baid ya ligi ya Algeria. Bwana, JS Kabylie imepata ushindi katika mchezo uliopigwa juzi usiku, ambapo goli la kwanza la timu hiyo ilifungwa na kiungo Baba Karisari aliyewahi kucheza Simba ya hapa Tanzania, kama ambavyo nimekujuza. Na baada ya ushindi huo, JS Kabylie imesogea hadi nafasi ya 5 katika msimamo wa ligi kuu ya Algeria wakiwa na alama 15 baada ya mechi 8, huku MC Alger wakiwa ndio vinala wa ligi hiyo wakiwa na alama 19. Nikukumbusha wa MC Alger msimu uliopita wa ligi ya mabingwa ndio ambao waliondosha Yanga kwenye hatua ya makundi, kama unakumbuka vizuri. Na hii MC Alger kocha wake ni Laurent Mkwena ambaye aliwahi kuwa kocha wa Mamelodi Sundowns, kocha wa Wydad Casablanca. Kwa hiyo iko hivyo. Kwa hiyo JS Kabylie bana imepata ushindi wa goli 4-1, na goli likifungwa moja kati ya magoli hayo likifungwa na Baba Karisari aliyewahi kukipiga ndani ya klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba, ambaye kwa sasa yuko ndani ya kikosi cha JS Kabylie. Kwa hiyo iko hivyo, na hao ndio wapinzani wa Yanga kwa upande wa klabu bingwa barani Afrika wakiendelea kufanya ya kwao. Na kama ambavyo nimekujuza, JS Kabylie iko nafasi ya 5, pointi 8, ikiwa na michezo 8, ikiwa na point 15. Na MC Alger wao ndio wako nafasi ya kwanza wakiwa wamecheza michezo 7, point 19. Nafasi ya pili ni MC Oran, michezo 10, point 17. Nafasi ya tatu ni Olympique Akib, nafasi ya 3, michezo 10, point 17. Nafasi ya 4 ni JS Saoura, ambaye hii alishaye kucheza Mtanzania Adam Saramba, kama unakumbuka vizuri. Wao wako nafasi ya 4, michezo 10, point 16. Nafasi ya 5 ni JS Kabylie, michezo 8, point 15. Nafasi ya 6 ni CR Belouizdad ambao wao wako kwenye kundi la Singida Black Stars. Wako nafasi ya 6 wakiwa na point 13, kopa ya point 13, michezo 8. Nafasi ya 7 ni Usma, yenyewe iko nafasi ya 7, michezo 8, point 13. Nafasi ya 8 ni MB Loisat,
wao wako nafasi ya 8 michezo 9.13. Nafasi ya 9 wako Ben Aknoun michezo 9.13. Nafasi ya 10 wako CS Constantine, hawa waliwahi kukutana Simba, wako nafasi ya 10 michezo 10.12. Nafasi ya 11 ni USM Henchela, wao nafasi ya 11 michezo 10.11. Nafasi ya 12 ni Aso Chiref, wao wako nafasi ya 12 michezo 10.10. Nafasi ya 13 ni AS Setif michezo 9.10. Nafasi ya 14 ni AS Mostaganem, wao wako nafasi ya 14 michezo 10.8. Nafasi ya 15 ni Paradu IC michezo 10.7, na nafasi ya 16 ni MC El Bayid michezo 10.3. Hawa ndio ambao wametoka kupokea kichapo cha goli 4-1 kutoka kwa JS Kabylie, mpinzani wa klabu ya Yanga kwenye kundi B la klabu bingwa barani Afrika. Kwa hiyo naamua kukupitisha kwa baadhi ya wapinzani ambao watakuwa wanakutana na baadhi ya vilabu vyetu ama wakilishi wetu kutoka Tanzania. Tutakuja pia kuwatazama wawakilishi kwenye kundi D la Simba ambalo tunafahamu wako na Stade Malien, wako na timu kama Experience de Tunis, lakini wako na Petro de Rwanda kutoka Angola. Nao pia tukipata nafasi tutakuwa tunawatazama matukio ambayo wanafanya, michezo ambayo wanacheza, matokeo wanayoyapata, lakini kwenye msimamo pia wako nafasi ya ngapi, kama ambavyo tunamtazama JS Kabylie ambaye hivi majuzi ametoka kucheza dhidi ya Al Baadh na kuweza kuifunga magoli 4-1. Kwa hiyo hivyo ndivyo ambavyo tunaendelea kukujuza, na tunafahamu kwamba tarehe 23 ama tarehe 25 tunakwenda kushuhudia hatua ya makundi ikianza rasmi, na tayari nimeshakwisha kukujuza Yanga mchezo wa kwanza wataanza na nani. Tunafahamu Yanga mchezo wa kwanza wataanzia nyumbani dhidi ya FAR Rabat, lakini wekundu wa Msimbazi Simba nao pia wataanzia nyumbani na watakwenda kupiga na Petro de Rwanda ya Angola. Kwa hiyo tutaendelea kukujuza pia na kuwatazama wapinzani wa baadhi ya vilabu vyetu hapa nchini, lakini pia kwa upande wa kombe la shirikisho barani Afrika tunafahamu Azam FC na Singida Black Stars nao tayari pia wameshakwisha kupangwa, na tutakuja kupa pia ratiba ya Azam na Singida Black Stars wao wanakwenda kuanzia wapi kwenye michuano ya kombe la shirikisho barani Afrika. Lakini kwa sasa tunafahamu kwa uchache tu mpinzani wa klabu ya Yanga JS Kabylie ambaye anatazamwa kama underdog kwenye kundi, lakini ni moja kati ya timu ambayo si mnyonge kiasi hicho. Kwa hiyo ni moja kati ya matukio ambayo tutaendelea Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante.